Maswali juu ya timu hizi za madaraja haya katikati hapa, hata kwenye ushiriki wao wa michuano mikubwa. Timu inaweza ukasema ipambane basi imalize nafasi ya 4 ili waende wakashiriki michuano mikubwa. Kuna timu fulani ilishindwa kusafiri. Nakumbuka Mbao alishindwa. Mbao alishindwa kusafiri kwenda away. KMC pia. Walishitena mechi yao ya kwanza hapa walipata matokeo mazuri, alafu kwenda ikawa mtihani. KMC hawakuwa. KMC kushindwa kusafiri sina kumbukumbu nzuri. Hata mimi haiji vizuri. Tutaiweka sasa, lakini unapata maswali kidogo kuhusiana na timu hizi za madaraja ya kati kufanya vizuri baadaye kupata nafasi pengine hata ya kushiriki nje. Unaona hivi sasa Tabora United kama tu wameshindwa kulipa mishahara wachezaji. Je, wangepata hiyo nafasi ya kwenda kushiriki michuano mikubwa ingekuwa vipi? Hii sio timu. Kuna namna ya kuboresha. Hii sio timu tu peke yao bali ni ligi nzima kwa ujumla. Tunasema ndio tuna Simba na Yanga ambao tunawaona wanaenda jino kwa jino na vigogo Afrika kwa sababu tayari wao wameshajiondoa kwenye hizi standard za timu za madaraja ya kati kuja timu za madaraja ya juu. Kwa maana wachezaji wanaowasajili kwanza wana timu za kutafuta vipaji ambazo ni bora, zinatafuta wachezaji ambao wana uwezo mzuri wa kuichangia timu matokeo ndani ya uwanja. Moja kwa moja tajiri akija kuweka pesa yake kwenye hiyo timu anajua kabisa hii pesa itazunguka kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa maana yake sitapata maumivu makubwa ya kugaramikia hao wachezaji tofauti na kile ambacho wanakuwa wanakionyesha uwanjani na kinawapatia extra revenue ndio katika uwanja wa soka. Kwa hiyo ligi kama ligi kiujumla ikipata nguvu kubwa ya kiuchumi, ambayo hiyo nguvu ya kiuchumi ikasambazwa kwa hizi timu nyinginezo, zitakuwa na uwezo wa kuchukua hao wachezaji wenye ubora wa hali ya juu, lakini pia zitakuwa na uwezo wa kuwalipa, kwa sababu ili timu iwe na uwezo mzuri wa kujikimu, so lazima ichukue wachezaji wenye uwezo wa juu, wawapatie matokeo mazuri uwanjani, wawapatie hayo makombe, alafu ndo hizo fedha zipatikane, bali pia inabidi uwe na uwezo wa kuwalipa vizuri hao wachezaji. Kwa maana gani? Basi mishahara mizuri kwa wachezaji ndio siri ya hao nyota kufanya vyema katika uwanja wa mpira wa miguu. Unaweza kusaidia hata wachezaji wenye kiwango kidogo, lakini ukawapa uhakika wa maisha mazuri ndani ya klabu, lakini pia klabu ikawa ina miundombinu bora ya wao kuweza kujiandaa vyema kabla ya michezo ambayo ni muhimu, na wakaonyesha huo uwezo, lakini wakiangazia pia hata mifuko yao inaingiza pesa za kutosha, maana yake wataweza kujituma vile inavyopaswa. Na ndivyo hivyo pia inapokuwa pia unaposajili wachezaji ambao wana uwezo mkubwa. Unapolipa vizuri mishahara ambayo inaweza ikawasaidia vyema katika maisha yao nje ya mpira wa miguu, basi moja kwa moja utajituma kwa ajili ya kuitetea nembo ya klabu. Sasa kwa timu kama Tabora United kweli unaweza kujiuliza kama wangeweza kufuzu kushiriki mashindano ya kimataifa wangeweza kufanya vipi huko. Ilikuwa ni jambo ambalo moja kwa moja wadau mbalimbali wa mpira wa miguu wanapenda kutumia msemo wa kwamba unaliaibisha taifa. Kwa maana yake Tabora United ilikuwa ni moja ya klabu ambazo zingeitia Tanzania katika aibu kubwa katika mchezo wa soka, lakini unaangazia nikipata taarifa nyingine hapa tutumia na mdau wangu amesema kwamba uongozi wa timu ya Singida Black Stars hujalipa mishahara kwa miezi 3 wachezaji wote ambao wamewatoa kwa mkopo. Wachezaji ambao wamewatoa kwa mkopo. Ni vitu ambavyo vinawezekana pia, licha kwamba nitapata ukakasi tu kudhibitisha, lakini lakini mimi kwenye soka la Tanzania yani hicho sio kitu ambacho ni cha ajabu. Na ukishasikia mchezaji ametolewa mkopo ina maana inategemeana. Sasa unaweza kulaumu Singida Black Stars, lakini lazima tujiulize pia nature ya deal lenyewe ilikuwaje. Kuna timu nyingine kwa maana kwamba unapoenda mkopo kwa mchezaji, unapoenda kwa mkopo kuna makubaliano, aidha analipwa 100% kutoka kwenye klabu ambayo amekwenda, au saa nyingine analipwa labda 1% fulani kutoka kwenye klabu ambayo anatoka na 1% nyingine kwenye klabu ambayo amekwenda, ama saa nyingine kwa sababu labda kama wanamtakia tu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anajinoa anakuwa bora zaidi, klabu inaweza kusema kwamba sisi tunahitaji tu upate sehemu ya kucheza. Kwa hiyo inampeleka kwa mkopo mchezaji, afu makubaliano yanakuwa kwamba huyu mchezaji namleta kwako ila nataka kuona akicheza, alafu then mshahara nitampa. Kwa hiyo ukisema hivyo unaweza kanyoshia labda kidole klabu ya Singida Black Stars, lakini je, nature ya makubaliano na hiyo contract ambayo imesainiwa baina ya klabu na mchezaji ipoje? Inawezekana unawalaumu Singida Black Stars, lakini pengine huyo mchezaji alipaswa sasa kulipwa na klabu ambayo ameenda kuitumikia, si ndio? Au inawezekana kweli klabu ya Singida Black Stars ilipaswa kumlipa mshahara wote ama portion fulani. Kwa hiyo mimi kwenye muktadha namna hiyo kidogo nakuwa na wakati mgumu kidogo kwa judgmental kwamba
labda mazingira yanaweza yakawa ni aje, ila pia ni taarifa ambazo mimi kwangu kwa mara nyingine tena naweza kudeclare kwamba hazinishtui kulingana na nature ya soka letu tulilonalo, changamoto ambazo club nyingi zimekuwa zikipitia. Hivyo ni vitu ambavyo vimekuepo tu, na licha kwamba si kama na encourage viendelee kuwepo, lakini sometimes moja kati ya hatua nzuri za kutatua changamoto ni pamoja na kuikubali changamoto yenyewe, kwamba of course changamoto hii tuko nayo, sasa tunafanyaje ili kuiondosha hii changamoto.